Tunavyo vitabu, muje muvisome nyie kwa muda wenu. Kimoja kinaitwa Tanu na Raia, kiliandikwa na Mwalimu Julius Nyerere mwaka 1962 alipojiuzuru waziri mkuu. Amesema katika kitabu hiki, uongozi wetu lazima utokane na watu. Sisi ni viongozi wa watu. Sisi hatukutumwa kutoka kwenye sahari nyingine kuja kuongoza watu wa hapa. Sisi lazima utokane nao, na misingi ya uongozi na namna utavyopata uongozi iwe ni kwa hiari na kwa heshima ya watu na wanaokuchagua. Uwe unatokana nao kwa haki. Misingi ni miwili, ni watu na haki, ndiyo inakuweka katika uongozi. Ukipewa uongozi kwa haki na watu wenyewe, watu watakusikiliza. Ukiwanunua, unajua uhusiano wa mnunuzi na mnunuliwa. Ukinunua ng'ombe, huwezi kuuliza alikokwenda, maana ulishauza. Ukimpa mtu uongozi, unamwajibisha kwa sababu anatakiwa awajibike kwa waliomweka. Hiyo ndio tofauti yake. Tumewahi kusikia watu wengine hapa Dar es Salaam, sitaki kutaja mtu, lakini mmoja alibanwa mahara, mbunge. Akaambiwa daraja limevunjika, sasa hatuwezi kuvuka. Akasema mimi nilipata ubunge nilionunua, kwa hiyo msinipe tabu. Hapa Dar es Salaam, simtaji jina, lakini mimi wengine mtamjua. Sasa wewe si umekupa, kama umenunua wa nini? Maana kama tatizo ya watu kule hayapati suruhu, sasa wewe ni mbunge wa nini? Kwa hapo kwa kweli, na kwa maana ya jinsi ndugu yangu Zungu anavyojishughulisha na matatizo ya watu na anavyojihusisha na watu, mimi nakupongeza Zungu. Wengine watakuja kujifunza kwako. Katika masuala ya maadili, tunajua kuna watu wanaanza kutembeza pesa, tunawajua, si hapa Ilala tu, hata kwingine huko nimepita. Nimewaambia sisi tuko tochi ya CCM ipo. Tutakwambia wewe bwana, wewe ulifanya makosa kuamua juu ya hatima ya pesa zako. Badala ya kuzileta hapa kuzigawa, bora ungelikwenda huko ukafungua duka. Nilikwenda Ngara, nikakuta watu wanasema hawana mtu wa kununua mahindi. Nikasema kama unazo hela nyingi, nunua mahindi ya Ngara. Watu wa Ngara watafaidika zaidi kwa bei nzuri na kutokana na wingi wa fedha ulizonazo. Watakushukuru. Kwa hiyo nitaka kuambia hayo, na hapa Ilala nazo habari si nzuri sana kwa hao watakaozisikiliza, kwamba wameanza watu siku nyingi sana, wengine ni watumishi wa umma, wanafanya katika vitengo nyeti sana. Alafu tangu mwaka 22 tulipomaliza uchaguzi wa chama, kwa uchache walikuwa wanapita wanalipa mshahara 100,000 kila mwezi kwa kila mtu. Huyu lazima atakuwa ameziiba. Kwa atafanya biashara gani? Maana hata mabilionea wa Dar es Salaam hapa wakitoa 100,000 kwa kila mjumbe, kwa wajumbe 700 na kila mwezi, watafilisika. Yeye anazitoa wapi? Kwa biashara gani? Kwa hiyo tunakemea kabisa wale ambao wanapita na hawana hoja wala hawana maelezo wala hawana uhusiano na watu, lakini wao wana uhusiano na pesa. Tunaambia hii CCM ya sasa hii haiwezi kuwakaribisha wala haiwezi kuwateua, wala hatukati watu, si tunateua tu kwa vigezo. Na yule anayehofu ya kukatwa asiogope. Si tunafanya vigezo. Vigezo ni 1, 2, unavyo unapata, huna unasubiri. Hivyo ndivyo itakavyokuwa.